Mashirika ya haki za binadamu yanasema mamia ya watu huenda walizikwa kwenye makaburi ya pamoja, huku serikali ikikanusha madai hayo. Sasa mimi labda niseme kwamba sayansi ya utatuzi wa mgogoro inapotokea jambo kama hili kubwa, jambo lililohusisha mauaji, jambo lililohusisha uvunjifu wa amani, sayansi yake inataka mambo matatu yatokee, ama kwa pamoja ama moja baada ya jingine. La kwanza huwa ni jambo kwa kizungu tunaweza tukaita forensic. Yaani forensic ni mchakato wa kufukua na kuchunguza mambo yaliyojitokeza yakapelekea matukio yenyewe kutokea. Jambo la pili huwa ni mchakato unaitwa mchakato wa inquiry, yani mahojiano, uchunguzi. Sasa hili jambo la pili ndio hili tume hii inafanya. Jambo la uchunguzi, jambo la kuongea na watu, kuzungumza, kusikia. Jambo la mwisho huwa ni maridhiano. Baada ya kuwa mmeshafanya hiyo forensic, najaribu kutafuta neno la Kiswahili la forensic. Forensic ni kama uchimbuzi wa kitaalamu. Uchimbuzi wa kitaalamu. Forensic haifanywi na wanasheria, haifanywi na wanadiplomasia, haifanywi na wanahabari. Forensic hufanywa na watu wataalamu wa uchunguzi wa matukio. Hata polisi huwa hawafanyi hiyo habari ya forensic wote. Kuna wataalamu katika vyombo vya kipolisi ambao huweza kuchunguza sehemu inayohisiwa, kwa mfano kuwa imefukiwa vitu fulani, basi wao wanaweza kutia utepe pale wakachunguza. Sasa nilichokigundua, kujibu swali lako, ni kwamba hapa kwetu tumechanganya vitu vitatu vyote kwa mara moja. Kwa hivyo unapofanya forensic unakuwa unafanya hilo jambo, mchakato huo ni wa milango imefungwa. Kwa hiyo wale wataalamu wanafanya pasipo kutangaza kwanza. Lakini kwa kuwa tumeambiwa hii tume ya uchunguzi inaongea na watu kabla hilo jambo linaitwa forensic kufanyika, wananchi wamekuwa sasa wakitoa yote, wanayatoa yale ambayo wangeyatoa kwenye forensic pamoja na mambo ambayo wangeyatoa kwenye mazungumzo. Sasa hapo ndipo kosa lilipo. Kwa hiyo tume imejikuta ina mtihani wa waweze kuruhusu wananchi waendelee kuongea yote, yakiwemo ya ndani kabisa, waongee hadharani, na kwa kuwa wanaongea hadharani, basi na nje pia kuna tume ina mtihani mwingine kwamba Watanzania ili waweze kuiamini tume kwamba inatenda haki, ni lazima waendelee kufuatilia kupitia vyombo vya habari. Sasa hapo kwa kweli naweza kusema, umeniuliza je, ni haki kuzuia wanahabari wasiendelee kuripoti? Jibu langu mimi ni haki kwa sasa, kwa sababu forensic na uchunguzi vimechanganywa kwa pamoja, kosa ambalo nilishaonya siku nyingi. Tufanye michakato hii mitatu kwa kuitenganisha, ndivyo sayansi ya utatuzi wa migogoro inavyotaka. Sasa nadhani bado hatujafikika kidogo wataalamu wa utatuzi wa migogoro kwamba hivi tunavyoendesha huu uchunguzi hatuendeshi sawa sawa. Ndio, shukran sana Bwana Deus, nimekupata vizuri kwamba kunatakiwa kuwe na hivyo vitu vitatu. Lakini Bwana Jawadu, ulipotea kidogo hewani, na nadhani umemsikia aliyoyasema Bwana Deus kwamba mchakato mzima huu umechanganywa vitu vitatu kwa wakati mmoja, jambo ambalo ni kosa, na tume hii inajikuta sasa katika hali ya mkanganyiko. Kwanza wewe mwenyewe, hatua hii iliyochukuliwa na tume ya kuwazuia wanahabari, unadhani ni sahihi? Ni hatua muhimu sana, na ambayo kwa kweli isingelichukuliwa tume yenyewe ingelijikuta inaingia katika mtihani mzito, si wa kukosa uwezo wa kuchakata vizuri taarifa kwa siri, na baadaye ikaja na kitu ambacho kitalitoa Tanzania hapa ilipo na kupeleka kule ambako wengi wanatarajia,
lakini mijadala iliyokuwa tayari imeshaanza kuibuka ndani ya mitandao ya kijamii, watu wakiwa kama wanaielekeza tume nini cha kufanya, lakini watu wakiwa wanakosoa baadhi ya mambo yanayoendelea katika mifumo ile ya mahojiano. Kwa kweli ilikuwa ni jambo ambalo ni la hatari sana, na nadhani kwa hatua ambayo tume imechukua inatupa mwanga na mwelekeo kwamba kadiri muda unavyokwenda na usiri utakavyokuwa na uweledi utakaotumika, lakini na mifumo ya wazi, watu kutoa kile kilichotokea bila upendeleo, bila uongo, bila kuzusha mambo, hiyo ndio inaweza ikatufanya baadaye itakapokuja ripoti nzima ya nini kilitokea tume wakati imewasilisha, sasa kila mtu tujue tunatokaje. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua muhimu sana ya kuzuia hili kujadiliwa katika mfumo ambao ulikuwa limeanza kujadiliwa. Ndio, lakini Bwana Jawadu, waandishi wa habari katika swala hili wanachukuliwa kama daraja kati ya tume na wananchi ili kuweza kufahamu yale yanayoendelea. Sasa kuwazuia wasiripoti, wananchi watakuwa na uhakika gani na hayo ambayo yanafanyika katika tume hiyo? Mimi nadhani haki ya wananchi iko kwenye eneo la matokeo ya kile ambacho tume inakichunguza na yale ambayo itapendekeza kuondosha mkwamo uliopo. Haipatikani sana katika huu mchakato, na pengine kusema kwamba wanahabari wapate fursa ya kuhabarisha kila hatua inayofanywa na tume ili waweze kuripoti ni kuharibu mwenendo mzima wa tume yenyewe. Na amefanya vizuri, rejea hapo mwenzangu, ukiangalia sayansi ya utatuzi wa migogoro, swala la uchunguzi wa siri, kupokea taarifa za siri zikachakatwa, zikatolewa mwongozo mzuri, na baadaye ikaja ripoti rasmi ya nini kilitokea, kwa nini kilitokea, nani alifanya, na sasa tunatokaje kwenye hali hiyo. Ni jambo ambalo kwa kweli ndio ada ya tume zinavyofanya kazi duniani, hasa zinapokuwa zinachunguza mambo mazito. Kwa hiyo waandishi wa habari kwa kweli hili hawapaswi kulichukulia kama ni zuio, wanapaswa kulichukulia kama hatua muhimu ambayo ilipaswa ichukuliwe ili kulinda uweledi wa tume, lakini ili tupate kile ambacho tunakitafuta kama Watanzania, ambayo ndio makusudio ya tume yenyewe, kuja na ukweli wa mambo na kutueleza nini tunaendaje na tunatokaje katika hali hii. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hatua muhimu ambayo kwa kweli haina haja tena kwamba hiyo inatangazwa kila kinachojiwa, anajua hii inaweza ikaharibu uwezo wa tume kuja na majawabu yaliyo ya uhakika. Naam. Bwana Deus, nikirejea kwako, watu waliojitokeza kuelezea yaliyowakuta ama kushuhudia walikuwa wanaamini kwamba sasa umma unayafahamu, lakini kuzuiwa kwa wanahabari, huhisi kwamba baadhi ya wahanga wanaweza kuwa na hofu ya kujitokeza na kuja kueleza kwa uwazi yale walioyashuhudia? Mimi nilipata kuzungumza na baadhi ya watu kwamba vipi mnaonaje mchakato huo wa kwenda kutoa hicho kinachoitwa ushahidi. Manake hata neno kwamba watu wanakwenda kutoa ushahidi nalo kwenye utatuzi wa migogoro huwa ni shida kidogo. Unaposema mtu akatoe ushahidi, inabeba baadhi ya wananchi wanakuwa wanaona nina ushahidi kweli. Kwa kawaida huwa tunatakiwa tuseme mtu akatoe maoni yake, hata kama anaeleza aliyoyaona bado ni maoni. Sasa hii kwamba hivi sasa tume inazima taa, inataka watu wawe wanatoa wanaeleza hayo wanaeleza gizani. Nadhani kwamba ina shida mbili. La kwanza ni kwamba imani ya Watanzania kwa tume yenyewe ilipoanza kazi kwa kweli si kubwa hivyo. Imani ya Watanzania juu ya tume, je, italeta majibu gani? Watu wanaanza kuhisi tume majibu ya tume, hiyo ripoti itakuwa imebeba nini? Sasa hivi ambavyo watu walikuwa wanasikia tume ikihoji watu, ndio walikuwa wanasema kumbe ile minong'ono tulikuwa tunaambiwa watu walipigwa risasi, tulikuwa tunaambiwa watu wengine walipigwa wakiwa wako nyumbani kwao. Ndio watu walikuwa wanasema ala, kumbe kuna mambo ya kweli hapa. Sasa nafikiri kwamba hii ya kuzima taa, kwa lugha yangu mwenyewe, kwamba sasa tume itakuwa inafanya kazi yake pasipo watu kujua kinachoendelea,
itapunguza kidogo hamasa ya watu kuisikiliza tume, kwamba tume kazi yake inaendeleaje. Nafikiri kwamba hii inaweza kapunguza hamasa ya watu kujitokeza, lakini narudia tena kusema mchakato ambao ulitakiwa uanze ulikuwa ni mchakato wa kutafuta ukweli. Hiyo ndio inaitwa forensic, hiyo wa kitaalamu ifanywe pasipo kutangaza. Naam, shukran sana, lakini muda umetutupa mkono. Bwana Jawadu, kwa sekunde chache tu sasa, unafikiri tume itakuwa na mbadala gani ili kudumisha imani kati ya tume na wananchi? Kwa uchache kabisa. Nadhani tume isihangaike sana na kuitafuta imani kwa kiasi kikubwa, ihangaike sana na kutafuta ukweli wa mambo na kutafuta suluhu ya kile kilichotokea. Alafu baada ya kuleta ripoti yake, hapo sasa imani yenyewe itajijenga baada ya watu kuona kile kilichowasilishwa na tume kweli ndicho kilichotokea, na tume inaelekeza vipi tunatoka katika hali ile, nani anawajibika, nani hawajibiki, nani alikuwa muongo, nani alikuwa mkweli. Hilo litakuwa la maana zaidi kuliko hata hili la kutafuta imani katikati ya mchakato.